Mafanikio ya kifedha hayategemei kiwango cha kipato pekee, bali huzingatia mambo mengi yanayomhusu mtu binafsi, ikiwemo fikra, hisia, imani na tabia. Mambo haya huathiri kwa kiwango kikubwa uwezo wa mtu kushughulikia masuala yahusuyo fedha, kama vile matumizi, uwekezaji, akiba na madeni. Mtu aliye na fedha anaishi maisha rahisi, na mtu asiye na fedha ndiyo tafsiri rahisi ya kuishi maisha magumu. Utulivu wa akili na hisia ni miongoni mwa nguzo muhimu zinazochangia kufanya uamuzi sahihi wa kifedha. Mwandishi wa kitabu cha The Psychology of Money, Morgan Housel, anaeleza kuwa mtu anaweza kujihisi bora zaidi kuhusu namna anavyotumia pesa zake endapo ataelewa saikolojia ya fedha, na hivyo kupunguza tabia ya kuwahukumu wengine kutokana na matumizi ya pesa zao. Anabainisha kuwa mara nyingi watu hufanya uamuzi unaoonekana wa ajabu kwa sababu ya pesa, si kwa kukosa akili, bali kwa sababu ya uzoefu wao wa maisha. Watu waliolelewa katika vizazi tofauti, wakikuzwa na wazazi wenye vipato tofauti na kuishi katika mifumo ya kiuchumi isiyofanana, hujifunza thamani ya pesa kwa namna tofauti kabisa. Walio wengi wanaamini kwamba kuna namna tofauti na hii inayoonekanika kwa macho, wakiamini kwamba wao wanaweza akapata pesa haraka na kuwa matajiri wakubwa kulingana na walivyoaminishwa na wanavyoamini wao. Vile tofauti za mazingira ya ajira na changamoto za kiuchumi husababisha watu kuwa na mitazamo tofauti juu ya fedha. Kwa upande wake, T. Harvey Eker, rais wa taasisi ya Peak Potentials Training, aliwahi kusema, kuna siri kubwa sana kuhusu saikolojia ya pesa ambayo watu wengi hawaijui, na ndio sababu wengi wameshindwa kufikia mafanikio ya kifedha. Kukosa fedha si tatizo, bali ni ishara kuwa kuna jambo haliko sawa ndani yako. Leo katika makala ya saikolojia ya pesa, tunaangazia maana ya saikolojia ya fedha na umuhimu wake katika maisha ya kila siku. Karibu twende pamoja. Anajihisi kama vile akiwa na pesa atakuwa kama yuko kwenye hatari zaidi, wakati umaskini ndio kitu hatari. Mwandishi wa kitabu cha Money Formula, Joel Arthur Nanauka, anabainisha kuwa kila mtu huongozwa na aina fulani ya mawazo ambayo huweza kuwa mtaji au kikwazo katika safari ya mafanikio ya kifedha. Kwa mantiki hiyo, saikolojia ya pesa ya mwanadamu hujengwa na vyanzo mbalimbali. Wapo wanaojifunza nyumbani, wengine shuleni, mtaani au kupitia uzoefu wa maisha katika jamii wanazoishi. Hali hii hujitokeza wazi katika namna jamii inavyofikiri na kuenenda kuhusu pesa. Tabia za watu wanapokuwa na fedha au wanapokosa fedha hufichua misingi ya saikolojia yao ya kifedha. Waswahili husema, pata pesa tujue tabia zako, methali inayodhihirisha namna pesa inavyoweza kujenga au kuharibu mahusiano ya jamii. Imani yangu ya pesa ni nzuri kulingana na nilivyolelewa, kwamba pesa inatafutwa kwa misingi ya kumwamini Mungu. Mbali na hivyo, unaweza ukapata pesa nyingi kama wanavyosema, lakini hazina maisha. Ni kwa muda mfupi unaonekana tajiri, lakini kwa muda mfupi unaonekana maskini. Unaweza ukapoteza baadhi ya familia, baba, mama, kwa sababu ya kutafuta fedha. Sasa inakuwa haina maana yoyote. Kwa cha msingi kile nilicholelewa nacho, nilichokuzwa nacho, ndicho hicho nami nitakachowarithisha wanangu. Pesa inatafutwa kwa misingi bora ya kiimani ya dini. Inategemea na ulivyokuzwa. Mwingine anaamini ni kitu kibaya, lakini mwingine anaamini ni kitu kizuri. Kwa mimi binafsi naamini ni kitu kizuri, ukilinganisha na nilivyokuzwa. Sababu pesa ndio inayotumika kusomeshea, pesa ndio inayotumika kulimia, pesa ndio inayotumika kutengeneza kile unachokihitaji. Walio wengi wanaamini kwamba kuna namna tofauti na hii inayoonekanika kwa macho, wakiamini kwamba wao wanaweza akapata pesa haraka na kuwa matajiri wakubwa kulingana na walivyoaminishwa na wanavyoamini wao. Kwamba mtu anaweza, walio wengi wanasema kuna pesa za punje, sijui hizo punje zenyewe wanafanyaje,
ya kimiujiza kwa kifupi. Kwao wanashawishi watu, lakini sikuweza kushawishika kwa sababu ninaamini kabisa kwamba kile nitakachomwomba Mwenyezi Mungu ndicho atakachonipa. Fedha inatatua matatizo. Sasa inategemea unaitumiaje. Inaweza ukawa na fedha afu ukaitumia vibaya ikaonekana kitu nini? Vibaya. Unaweza ukawa huna fedha ukatumia nini? Maneno yako yakawa mazuri. Kwa hivyo fedha iko mchangano wa mtu kichwa chake. Kwamba ndio maana kuna misemo sikia, mwache apate fedha tumjue akili yake. Sasa ukisema kibaya au kizuri inategemea yule mtu aliyoipata. Ubaya wake anaitumiaje. Unaweza kawa hana hela, akipata hela akafanya mambo maovu. Si unasema bora asingekuwa na hela hiyo. Anaweza ukawa huna hela unaomba uwe nayo. Yule bora angekosa hela lakini anakuwa maisha yake mazuri. Hana hela. Akiwa na hela anabadilika anakuwa mtu mbaya. Sasa hapo utasema pesa mbaya au uwe mwenyewe. Fedha si shetani anazalisha kitu chochote kibaya au kizuri. Fedha inazalisha mambo mabaya au inazalisha mambo mazuri. Sababu unaweza ukaa kama wewe ukatafuta fedha ukaitumia vizuri, utasema fedha mbaya. Si tunatafuta fedha ili tufanye mambo mazuri. Ukienda kwenye mambo mabaya ndo tunasema yule fedha ina mzuri. Lakini asili yake fedha mtu anaitafuta afanye mambo mazuri, awahudumie na wenzake. Imani yangu mimi ya dini inaambia kwamba unamwomba Mungu upate kipato, uwahudumie wale wasiokuwa nacho. Sasa kama wewe unapata ulichokuwa nacho hapo unafanya mambo mabaya, Mungu akufanyeje? Si umeenda kwa shetani? Imani ya dini yangu lakini. Sawa. Sasa je, fedha tuiweke kwenye kundi gani? Baya au nzuri? Mimi imani yangu kwenye swala la fedha manake sawa bwana. Mimi sina imani za kishirikina. Mimi imani yangu kwamba nitafute fedha kihalali. Nifanye shughuli zangu, nifanye biashara yangu, nipate hela yangu kwa kihalali kabisa. Bila kumwibia mtu, bila kwenda kwa mganga, bila kufanyaje. Sawa bwana, kwa sababu nafanya biashara kama hivi hapa, wateja wanakuja. Kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu kwa hilo. Mimi nipo katika kumwamini Mwenyezi Mungu. Kama ninachokipata ndo riziki yangu. Sawa, siamini imani za kishirikina. Wapo watu kule wanaamini imani za kishirikina, mimi siamini hilo. Sawa, mimi naamini kwamba nipate hela yangu kihalali, au sio bwana? Ili niweze kuitumia kihalali. Hii mifumo labda inachangia na maisha kwa magumu. Mbona maisha kwa magumu ndio inachangia mambo ya imani za kishirikina. Na ninavyohisi mimi, lakini hiyo mpaka nahisi, sina uhakika. Lakini je, tunaposema saikolojia ya pesa, tunamaanisha nini hasa? Tunazungumzia imani ya mtu kuhusu fedha, tunazungumzia mtazamo wa mtu kuhusu fedha, na tunazungumzia ile tunasema feelings, yani vile anavyojisikia mtu akisikia kuhusu pesa. Imani, mtazamo na hisia za mtu kuhusu fedha. Kuna mtu ambaye saikolojia yake inamwambia kwamba fedha ni kitu kibaya, ndio maana anaiogopa. Akiipata anaitumia yote, ikiisha ndo anasikia yuko salama. Kuna mwingine anaamini kwamba imani kuhusu fedha, fedha labda ni kitu ambacho unakipata unapokuwa umefanya vitu ambavyo ni viovu, vitu vibaya. Kwa anajikuta kama vile fedha kwake ni kama kitu ambacho ni kama ni ushetani fulani hivi. Kwa hiyo hajishughulishi kupambana kuipata, au anahangaika tu kupata chakula basi. Kuhusu kumiliki fedha anasema hivyo ni vitu vya watu ambao wamepotoka. Mwingine atakuwa ana mtazamo kwamba ukiwa na pesa unakuwa na tabia mbaya. Ndio maana anawatuhumu matajiri kwamba ni watu ambao wana roho mbaya, ni watu ambao mara nyingi sana huwa hawana utu, hawajali watu na kadhalika. Lakini ukija kwenye upande wa hisia, kuna mtu akiambiwa wewe ni tajiri, anaanza kuhisi kama vile ametukanwa. Ndio maana hata tunapokuwa tunafundisha masuala ya fedha kwenye semina mbalimbali, sasa tukawaambia watu waseme kwamba mimi ni tajiri, mimi nina pesa, mimi nitafanikiwa, au mimi nitakuwa mtu mkuu sana. Unapomwambia atamke hivyo, imani yake na hisia zake huwa zinakuwa ni kama anajidoubt, anajihisi sio kitu cha kweli, anajihisi kama vile akiwa na pesa atakuwa kama yuko kwenye hatari zaidi, wakati umaskini ndio kitu hatari. Kwa hiyo tunapokuwa tunazungumza kuhusu saikolojia ya fedha, tunagusa maeneo makubwa hayo matatu: imani ya mtu kuhusu pesa, mitazamo ya mtu kuhusu pesa, na hisia za mtu kuhusu pesa. Walio wengi wanapambana tu ili wapate chakula, wale na kuishi, hawapambani ili kujenga kitu kinaitwa liquidity na cash flow, na kutengeneza ile freedom, uhuru. Maana fedha kazi yake kubwa ni kutupa uhuru.
Ukiwa na fedha unakuwa na uhuru wa kufanya chochote muda wote. Ukiwa na fedha unakuwa na uhuru wa kupata chochote unachokihitaji kwa wakati. Ukiwa na fedha pia unakuwa na uhuru wa kuweza pengine hata kuyafanya maisha yako yawe mepesi, yawe rahisi. Ndio maana mimi wanasema kwenye uchumi, mtu aliye na fedha anaishi maisha rahisi, na mtu asiye na fedha ndiyo tafsiri rahisi ya kuishi maisha magumu. Kwa mujibu wa Longevity Economy Principle, The Foundation for Financial Resilience Future ya huko nchini Denmark, vijana hulazimika kujifunza elimu ya fedha kuanzia umri wa miaka 13 hadi 15. Elimu hiyo inajumuisha ufahamu wa kifedha, akiba, bajeti, mifumo ya benki na mikopo, pamoja na haki na wajibu wa kifedha. Mpango huo ulianza rasmi mwaka 2015 na hadi sasa Denmark ni miongoni mwa nchi zinazoongoza duniani kwa kuwa na raia wenye elimu ya juu ya fedha, ambapo 71% ya wananchi wana ufahamu wa kifedha. Kwa mujibu wa wataalamu wa fedha nchini Tanzania, elimu ya fedha bado haijapewa kipaumbele cha kutosha, hasa kuanzia ngazi za familia. Baadhi ya watu bado hawatambui umuhimu wa elimu ya fedha kutokana na sababu mbalimbali za kijamii na kiuchumi. Mambo yanayojenga saikolojia ya fedha ya mtu yako 5. Jambo la kwanza linalojenga saikolojia ya fedha ndani ya akili na mtazamo wa mtu na hisia zake, cha kwanza ni malezi anayoyapata au aliyoyapata kutoka utotoni. Wazazi wana nafasi kubwa ya kumtengenezea mtoto saikolojia nzuri ya fedha au kumtengenezea saikolojia mbaya ya fedha. Wazazi wakiwalea katika namna ambayo ni chanya kiuchumi, inawapa uwepesi wa kuanza kujenga mitazamo sahihi kuhusu pesa, kujenga imani sahihi kuhusu pesa, na kujenga hisia sahihi kuhusu pesa. Fikiria mzazi ambaye anamwambia mtoto kwamba utajiri ni kitu kibaya. Mzazi ambaye anamwambia mtoto kwamba matajiri wote wana roho mbaya, anaambia kwamba usicheze na wale matajiri, wale watoto wa matajiri wale watakufanya kitu kibaya, au sio watu wazuri, watakufanya uwe ni mtu ambaye utakuwa unaanza kutengeneza mazingira ya kutokuwa na upendo kwa wengine. Wale watu wanakula peke yao, wale watu wana uchoyo wale watu, unaona? Anamjengea hisia za kuanza kuuchukia utajiri. Kwa hii inakuja kumfanya mtoto aishi siku zote akiamini kwamba kuwa maskini au kutokuwa na fedha ni salama zaidi kuliko kuwa na fedha, na kutokuwa na fedha kuna kufanya uwe na upendo zaidi kuliko kuwa na fedha. Pointi ya pili ya kitu kinachojenga saikolojia ya fedha ni mazingira. Kuna baadhi ya mazingira ukiwepo tu unajihisi kufanikiwa. Kuna mazingira ukiwepo unajihisi kama kuna harufu ya umaskini fulani. Kuna baadhi ya mitaa ukiwepo kila unemuona anaishi maisha magumu, kila unemuona anaishi maisha fulani ya kutia huruma, kila unemuona anaishi maisha fulani ambayo yani ni kama nitia mchuzi hohehae pangu pakavu. Yani mazingira mara nyingi yanajenga saikolojia ya mtu, kwa sababu anachokiona mtu ndicho kinachojenga utu wa ndani. Na kitu cha tatu ni watu wanaokuzunguka. Ukiwa na watu 6 wanaoamini katika mafanikio, wewe watakuambukiza ile hali ya imani ya mafanikio. Ukiwa na watu 6 waliofanikiwa, ni rahisi na wao kukutransform na kukufanya ufanane nao. Ndio maana naambiwa kwamba ukitembea na watu waliofanikiwa, moja kwa moja na wewe ni swala la muda utafanana na hao watu. Ndio maana wahenga wakaenda baada wakasema ndege wenye manyoya yanayofanana wanaruka pamoja siku zote. Kwa hiyo usipokuwa karibu na watu ambao wanaelekea kwenye uelekeo wa mafanikio, hauwezi kuwa ni mtu mwenye kukaribia mafanikio, kwa sababu watu wanaotuzunguka wana nafasi ya kututengeneza kuwa watu wa aina fulani. Na ukitaka kuwa bora, kaa na watu bora. Kwa hiyo watu wanachangia, na kitu kingine kinachochangia ni imani za kidini. Hapa hatuwezi kuacha kuzizungumzia. Kuna imani ambazo watu wanaamini kwamba ukiwa mtakatifu sana, huna dhambi, utendi maovu, kwamba pesa mara nyingi utakosa muda wa kutafuta pesa, kwamba utakuwa muda mwingi uko kwenye ibada, muda wote kwenye ibada, muda wote uko kwenye ibada, kwa maana kwamba pesa ni kama unaaminishwa pesa ni chanzo cha maovu. Ukiwa na pesa utakuwa unatenda maovu zaidi. Kumbe sio kweli. Ni imani. Inatupasa tufanikiwe duniani mara 100,
halafu tufanikiwe pia katika mambo ya kiroho. Hakikisha una balance. Kwa sababu gani nazungumza haya? Binadamu amegawika katika sehemu kuu tatu. Hii ni saikolojia ndani zaidi. Saikolojia binadamu, mwanadamu amegawika katika sehemu tatu. Kuna mwili, kuna nafsi, kuna roho. Mwili unakula chakula, nafsi inakula maarifa na hisia, roho inakula imani na ibada. Kwa hiyo mwanadamu ili akamilike lazima awe na uhakika wa security kimwili, na security ya kimwili, kuwa na uhakika wa mahitaji ya muhimu, lazima uwe na pesa, nguvu ya pesa. Ndio maana tukaandika kitabu cha Nguvu ya Pesa. Ukikosa nguvu ya pesa, maisha yanakuwa magumu. Maisha kisha kuwa magumu, hata ile ladha ya kubalance haya maeneo mengine kiakili na kiroho mara nyingi inakuwa ni ngumu, kwa sababu operation ya mambo ya kiakili na kiroho inategemea na comfortability ya mwili. Ukiwa umeshiba ni rahisi hata kumwabudu Mungu ukiwa uko unajiamini uko vizuri. Sio unaabudu huku tumbo linauma chakula. Unaabudu huku yani kilu kitamani kuzama kwenye mambo, ukizama rohoni tu mwili unakukataa, kwa sababu connection au mamlaka ya ulimwengu wa mwilini inaamliwa na uthabiti wa mwili. Ndio maana kuna mitaji mikubwa miwili ya muhimu. Mtaji wa kwanza ni uhai, mtaji wa pili ni afya. Ili afya itengamae lazima uwe unapata chakula bora, na ili upate chakula bora lazima uwe una kipato cha uhakika, kwa sababu vitu vizuri, misosi na vyakula vizuri, kuvipata kwake lazima utumie nguvu ya pesa. Kwa hapa saikolojia lazima ikae katika mlengo ambao ni chanya, ili itusaidie sisi wenyewe kujiposition kwenye namna ambayo itatusaidia tusiwe ni kama tunajitenga na pesa. Hivi unajua mtu anachokiamini huwa saikolojia ya pesa, wakati mwingine tukienda kwenye ulimwengu mwingine tunasema pesa ni nishati. Pesa ni kama roho. Ukiamini kwamba pesa ni nzuri, inaona moyo wako. Pesa ukishika mkononi ina sense mpaka unavyo feel ndani yako. Ndio maana ukishika pesa ukaanza kutetemeka, hiyo pesa haikai muda mrefu mikononi mwako. Ni muda mfupi tu itaondoka, utaitumia haraka haraka, kwa sababu saikolojia yako ya ndani haijazoea kuwa na mahusiano na pesa. Kwa ikiwa ndani yako saikolojia yako imeshajengewa mitazamo na hali ya kuamini kwamba pesa na wewe inapaswa muwe kitu kimoja, maana yako utajifunza namna ya kuishi na pesa na kuhusiana na pesa vizuri. Na kitu kingine ni maarifa. Maarifa ndio nayo mtu anajenga saikolojia yake. Saikolojia ya pesa inajengwa na maarifa alionayo mtu. Kama mtu hana maarifa, manake atakuwa hajui namna nzuri ya kujenga mahusiano na pesa, namna ya kumiliki, namna ya kuitumia, namna ya kuitunza, namna ya kuweka akiba, namna ya kuizalisha, namna ya kuiongeza. Kwa maarifa yanachangia kwa mambo matano. Moja ni malezi, mbili ni kitu kinaitwa mazingira, tatu marafiki, nne imani za kidini, tano ni kitu kinaitwa maarifa alionayo mtu. Kwa tukitaka kujenga saikolojia, tukirekebisha hayo mambo, tutakuwa tumevuka ng'ambo. Wakati mwingine umri unatajwa kuwa kikwazo katika kujifunza saikolojia ya fedha, ambapo baadhi ya watu huamini kuwa ni lazima ufikie umri fulani ili uwe na ufahamu wa fedha na kuziendeleza. Kuna wataalamu wa metafiti wakabaini mambo makubwa matatu. Wakasema mwanadamu amegawanyika katika vipindi vya umri wa mwanadamu, vimegawanyika katika section tatu. Section ya kwanza waliweka 0 mpaka 25. Sehemu ya pili wakaweka 25 mpaka 50. Sehemu ya tatu wakaweka 50 mpaka 75. Akasema kipindi cha kwanza cha umri wa mwanadamu kuanzia miaka 0 mpaka 25 ni kipindi ambacho huwa mwanadamu anakuwa katika kipindi cha kuwa kwenye mikono ya watu wengine kwa asilimia kubwa. Hapa ndo atapata elimu ya msingi ya shule, hapa ndipo atapata elimu ya msingi ya uchumi kutoka kwenye malezi. Hapa atapata exposure ya kuanza kuassociate na watu taratibu. Maana yake mara nyingi kwenye huu umri anakuwa bado hajaanza kumiliki fedha, walio wengi kwa asilimia kubwa. Kuanzia 25 mpaka 50, hapa ndipo binadamu mara nyingi anakuwa kwanza amemaliza shule,
ameanza maisha, ameenda kujitafuta, ndo hapa anaanza kuwa na chanzo cha kipato, ndo hapa anaanza kufikiria namna ya kutengeneza uchumi binafsi. Kwenye hiki kipindi cha miaka 25 mpaka 50 ndicho kipindi ambacho mwanadamu anatakiwa aconcentrate sana kujenga mifumo, misingi na mazingira rafiki ya kipato cha uhakika na endelevu kwa kufanya vitu vitatu. Moja, kuimarisha chanzo cha kipato. Mbili, kuimarisha kitu kinaitwa cash flow. Yani kuna chanzo cha kipato alafu kuna mifumo ya kifedha. Mifumo ya kifedha kiulimwengu iko minne. Kuna mfumo wa ajira, umeajiriwa. Kuna mfumo wa kujiajiri, manake nguvu zako na muda wako na ujuzi wako. Kuna mfumo wa tatu wa kumiliki biashara ambayo watu wengine wanafanya kazi chini yako. Kuna mfumo wa nne ambao ni wa kufanya kitu kinaitwa investment, uwekezaji, ambapo fedha inafanya kazi kwa niaba yako. Kwa katika kipindi hiki ndicho unatakiwa kuimarisha mifumo yako ya kifedha. Katika kuimarisha mifumo yako ya kifedha lazima ujifunze vitu vitatu vya muhimu. Ufanye kitu kinaitwa money making, utengeneze fedha. Cha pili, ufanye kitu kinaitwa money management, usimamizi wa fedha. Kitu cha tatu, ufanye money multiplication, uzidishaji wa fedha, kwa maana kwamba usiridhike katika kipindi ukiweza kufanya mambo matatu, ukawa unatengeneza fedha kwa uhakika, ukawa unasimamia fedha kwa uhakika, ukawa unaweza kuizidisha kwa uhakika, ina maana umeshajiweka kwenye mazingira rafiki ya kile kipindi cha tatu cha mwisho cha 50 mpaka 75 kuwa kipindi cha neema, uheri, furaha, utulivu na mapumziko ya baraka na amani, kwa sababu ukitumia ujana vibaya utakuja kusota uzeeni. Ndio vile wanasema kwamba fainali uzeeni. Miongoni mwa changamoto kubwa za mafanikio ya kifedha ni kushindwa kulipa gharama zinazohitajika ili kufikia mafanikio hayo. Mojawapo ya gharama hizo ni kujifunza na kujiongezea ufahamu kuhusu masuala ya fedha. Aidha, dhana za huruma, upendo kupita kiasi na umasikini zimeelezwa kuchangia ufahamu duni wa kifedha kwa baadhi ya watu, ambapo kuna imani kuwa watu wenye kipato kidogo wanapaswa kusaidiwa kila wakati na waliofanikiwa kifedha. Lakini je, ukweli wa dhana hizi ukoje? Saikolojia ya fedha katika upande wa kutia huruma, upendo, umaskini na utajiri, naomba nizungumzie katika vipengele viwili. Kipengele cha kwanza, tuzungumzie mtu ambaye hana fedha, lakini tuzungumzie mtu ambaye ana fedha. Mtu ambaye hana fedha kimsingi ni wajibu wake kutafuta fedha. Tusitie huruma hapo. Asiye na fedha ni wajibu wake kutafuta fedha. Lakini pia mtu ambaye ana fedha, kwanza ni fahari kwanza kuwa na fedha, lakini pia kwa namna moja ama nyingine ni kitu kizuri. Walio wengi waliofanikiwa wanafanya kitu kinaitwa back to community, kurudisha kwa jamii. Kurudisha kwa jamii ni kitu kizuri. Sasa hapa kitu ambacho huwa kinajitokeza ni kwamba maskini huwa watu ambao tuzungumze basi watu ambao hawana pesa huwa wanaamini wanastahili kusaidiwa na kila aliye na fedha pindi anapogundua wao hawana fedha. Lakini uchumi unakataza. Uchumi unasema hauwezi kumsaidia kila mtu. Uchumi unasema hatusaidii watu kulingana na shida zao, tunasaidia watu kulingana na mipango yetu na bajeti zetu. Uchumi pia unaenda mbali zaidi, unasema hivi kwamba mtu akikuletea shida yako usibebe nzima nzima kama ilivyo. Bakia wewe kama wewe mwenye shida, baki na shida, halafu msaidie akiwa mbali kama bajeti zako zinaruhusu. Lakini pia wataalamu wameenda mbali zaidi, wakawa naangalia makampuni makubwa makubwa, wakagundua kwamba makampuni makubwa makubwa kila mwaka wanatenga fungu maalum kwa ajili ya charity back to community, ya kwenda kurudisha kwa jamii. Sasa hii ya kurudisha kwa jamii haidipendi sana jamii ina shida gani. Inadependi sana mtoa msaada au mtoa hiyo portion amejipanga vipi. Kwa hiyo mtu anayetoa hatakiwi kutoa kiuchumi, hatakiwi kutoa kulingana na shida ya yule anayepewa. Anatakiwa kutoa kulingana na fungu lake linasemaje, kwa sababu hutakiwi utoe kiasi cha kuathiri nini bajeti zako, na hutakiwi utoe kiasi cha kuathiri maono yako, hutakiwi utoe kiasi cha kuathiri mtaji wako. Ni kitu kibaya kwa mtu kuamua kumsaidia mtu kiasi cha yeye mwenyewe kudidimia na kuanguka, kwa sababu
Huyu mtu kimsaidia leo, fedha huwa kawaida yake haitatui matatizo ya kifedha. Tukitaka kumsaidia mtu kuondoka kwenye changamoto ya kifedha, atoke kwenye huo umaskini tunaozungumzia na kwenda kwenye utajiri, tunatakiwa kwanza tumfundishe kwamba pesa peke yake, kupewa pesa peke yake si suluhu ya matatizo ya kifedha. Jambo la pili, tumfundishe awe trained, afundishwe maarifa na ujuzi wa kutengeneza fedha. Elimu ya saikolojia ya pesa ni mchakato endelevu usio na mwisho. Kila siku kuna mabadiliko mapya katika mifumo ya uhifadhi wa fedha, uwekezaji na mawasiliano ya kifedha kutokana na maendeleo ya kisayansi na teknolojia. Hata hivyo, umuhimu wa elimu ya fedha haujawahi kupungua thamani hata siku moja. Umuhimu wa elimu ya fedha katika jamii, faida ni nyingi. Faida namba moja, inasaidia kwanza kubadilisha mitazamo ambayo tulishaaminishwa utotoni kuhusu pesa ambayo sio sahihi. To unlock negative mindset about finance. Ya pili, inatusaidia pia kuamini katika kufanikiwa. Ukiwa na maarifa yanakufungua upeo na ufahamu wa kuona fursa kwa urahisi na kuona uwezekano wa kufanikiwa. Lakini elimu inatusaidia pia, elimu ya fedha, kujua namna ya kutengeneza fedha hata kwa kutumia watu wengine. Tunatumia other people's money, other people's energy, other people's time, kutumia kitu kinaitwa leverage, namna ya kuleverage mifumo ya kutengeneza fedha. Lakini pia elimu ya fedha inatusaidia pia kujua namna ya kusimamia pesa kiusahihi. Endelea kufuatilia makala mbalimbali zinazohusu fedha hapa TBC1 kwa maarifa yatakayokusaidia kuboresha maisha yako ya kifedha.